Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Meya wa mji wa Goma anasema Rais Felix Tshisekedi aliwahi kufadhili M23 kabla ya kuvunja makubaliano, huku akisisitiza kuwa harakati hiyo iko tayari kwa mazungumzo licha ya vita inayoikabili. Huko Lubero, wananchi wamefanya mgomo wa jumla leo kufuatia wito wa asasi za kiraia kupinga ukosefu wa usalama unaolemeza shughuli za kijamii na kiuchumi. Hujambo. Meya wa mji wa Goma, Katembo Ndalieni Julien, analalamikia ukimya wa mamlaka za Kinshasa kuhusu mauaji ya raia yanayofanywa na ADF na mashambulizi ya hivi karibuni ya jeshi la FARDC huko Masisi, ambayo yamesababisha vifo vya watu 6 na majeruhi zaidi ya 40. Katika mkutano na wakazi wa kata la Majengo, meya huyo alisema Rais Felix Tshisekedi aliwahi kuchangia fedha kwa M23 alipokuwa mpinzani wa serikali, na akamlaumu kwa kupuuza makubaliano yaliyosainiwa na harakati hiyo baada ya kuingia madarakani. Hata hivyo, alisema M23 iko tayari kwa mazungumzo ili kupata suluhisho la amani licha ya vita ambayo Rais Tshisekedi anaendelea kufanya dhidi ya harakati hiyo. Hii vita ya epoke ya Felix haiko M23 ndio imeleta hii vita. Felix na pouvoir ya Kinshasa na bande yake ndio wametuletea hii vita. Tulitoka 2013 wakati dunia ishimama ikionyesha kama souffrance ya peuple congolais imeleza hapa ni M23, okay tukaitika. Kama si ndio shida, okay tunatoka. Tukaitika kutoka tukaenda nje ya nchi. Lakini tuliacha groupe armée ziko 30 à 40 groupes armés. Tulikia rudia ziko plus de 700. Kusema haiko shida, tulikuwa shida. Mena wakati tulikuwa nje ya nchi, Felix 2016 akaona Kabila alepoka na katala kuacha pouvoir. Akasema akaanza ongea na Shia M23. Na ndio maana wakati tunawaambia ka Felix alikuwa mu M23 ngine bana nguruma ndio wafasilia alikuwa ndani. Na alikuwa anapana cotisation yake mu M23. Usuni na soda yetu baishi ndani pale. Twende pole pole. Mnapaswa kuwa na politiki ya nchi. Nchi ni yenu, mnapaswa kujua ni katika ndani. Après pale mena Felix akaanza ongea na jeshi yetu akawaambia tusaidiane, mimi niko mu opposition non armée na nyie mbakie mu opposition armée kusudi Kabila aje pouvoir. Kabila kaongeza transition de 2016 jusqu'à 2018. Kusudi basoda yetu baiti Sabinyo, Felix Tshisekedi ule president alikuwa anapana cotisation yake. Kusudi basoda baishi pale. Après ile sasa mena anakamata pouvoir. Felix akishakamata pouvoir anafanya namna gani? Anatuita Kinshasa. Unaweza invite mtu mwenye rafiki yako? Unaweza invite kwa mtu mwenye rafiki? Haiwezekani. Felix akatuita Kinshasa, tukapeleka hapo delegation ya watu 3. Wakafanya 14 mois, une année et 2 mois. Bakakula mzuri, bakaishi mzuri, kila siku gari ya kuwatembeza mfiri ya Kinshasa. Delegation yetu M23. Bakasinye accord yenye ilikuwa na point 3. Tufuatane mzuri raia. Point ya kwanza ilikuwa kuforme jeshi juu ya kufanya nini? Ya kustabilize inji. Sababu ADF communauté nandi na tufure siku za kutosha, bangepasha forme brigade 3. Brigade ya kwanza ingepasha enda Grand Nord kwenda piganisha ADF. Munifate bi. Brigade ya pili ingepasha enda province ya Oriental donc piganisha Mbororo na LRA. Toutes les forces étrangères zitoke mwinji kusudi makongomani wakwe na amani. Felix ya signé ça. Ile accord iko. Asikuna badanganya. Ingine brigade ingeenda wapi? Ingeenda mubabu nani mu province ya nani ya Bakongo, Kongo Central. Jo ile accord ile tulisinya kana Felix. Lakini ni shida ya kwamba unaona wa politiciens ya Kinshasa na baikote hakuna mtu mmoja alishafanya declaration kutiweri ya Banande, Beni na Butembo. Hawasemaki. Jo shida ile yenyewe inakumba hii nchi. Julien kaongea hamtasikia kana sema.
Nzangi hamutasikia kanasema. Wale wa bwana Paul walikuwa hapa, les gens maires jour pour jour Beni, hamutasikia ka déclaration moi. Les gens maires à Ituri, les Congolais, hamutasikia. Aminembwe. Le Banyamulenge biko nakufa kila siku na bombe kila siku hawasemaki. Ici kulishaisha 2-3 jours. Felix alikuwa akapiga akaua watu Musoko hapa Masisi. Watu walikufa. Baada ya kufuata masoda ya M23 anafuataka ndio ni raia. Population ndio ilikufa. Jo ile sasa kitu kile mko najua kama Felix si anatupenda na mliona gari zenyewe alituachia. Simuziona basi. Toto. Sikilizani. Leo tuko na zizi ya mugani zenyewe Felix alituachia. Sikilizani. Mena sasa tunasema hivi. Baada ya kufanya appliquer les accords, Felix akaambiwa na watu seja non vous devez combattre seja. Na ni wale wa extremiste ndio akamwambia akamate jeshi yake atufuate Sabinyo. Tukanja pigana Sabinyo, sisi tulikuwa tunafanya vitu vitatu. Hii vita iko sisi tunaileta, c'est Felix qui fait la guerre contre nous. Sisi tunafanya vitu tatu, tunajilinda parce que la charité vient d'ordonner commence par soi-même, tunalinda population na silaha yenyewe kuna bombarder tunaifuata kusudi sogea. Ndio vitu vitatu vyetu tunafanya kabisa. Hapa Goma tumepafika sababu silaha ilikuwa kwa aeroport inakuwa na watu hapo Majibaji hapa Kibuma. Hapa Kibati. Tunasema hapana ile silaha ndio inatoka. Tulifuata hapa ikatoka. Jua ile tu yenyewe tunafanya. Na basi kuambia sema non si hii vita ndio tulileta parce que na ndio maana tuko nasema tuikale na Felix pour résoudre les causes profondes ya hii vita. Shida iishe par voie pacifique parce que la guerre ina déplacer population na watu wanateseka mvita. Kama tuko naenda Doha, kama tulianjia kwa padiri au akasema ni hapana. Tukaenda Angola mbele ya Joao Lorenzo, vile vyote akakataa. Tunaenda Doha, vile vyote hapana. Leo iko Etazini. Na Etazini kama pour votre information na aliacha kataa. Sasa ule mtu anamlada. Sasa yeye vitu. Okay, tunasema mena alozi. Sio ni vile vitu vitatu. Ile silaha nyingi natia Kalemi, tutaifuata kusudi toe Kalemi. Sio vile. Atalitosa pale anaitia Katanga. Anaitia Lubumbashi. Tunaifuata kusudi sinyamazi sisi. Ni vile tu. Njoo ile. Ndio tunasema kama ile insécurité dans toute la République démocratique du Congo, il faut iishi. Wakati hayo yakiendelea, mapigano yalitokea usiku wa tarehe 6 hadi 7 Januari mwaka 2026 kati ya M23 na wazalendo wa kundi la CNDP huku Rubona karibu na Bukombo Centre katika wilaya ya Ruchuru jimboni Kivu Kaskazini mashariki mwa DRC. Shambulio la wazalendo dhidi ya nafasi ya M23 ilisababisha mlipuko na hofu kwa wakazi. Hadi asubuhi silaha nzito zilisikika kabla ya hali kutulia kwa muda, anasema mkazi wa eneo hilo. Ile mabombe iko nasemea Bukombo na busiku ya leo basi njo walikuwa atake position ya ya Rubona kule Bukombo. Aloro njo bako naendelea kubafukuza sasa. Maele busiku jeshi ya M23 iliweza kubafukuza na ikabafukuza mbali. Walikuwa wamekuwa maele busiku na saa 3, lakini kwa sasa wako wanawafukuza, wanaendelea kubakimbiza. Ndio masasi nilikuwa nasikia kwa kusubuia saa hii. Na shughuli za kijamii na kiuchumi zimesimama leo Jumatano tarehe 7 Januari mwaka 2026 katika eneo la Lubero Centre jimboni Kivu Kaskazini. Uratibu wa asasi za kiraia umeitisha mgomo wa jumla ili kulaani hali mbaya ya usalama katika eneo hilo. Isaac Bingeve toka maeneo hayo anatuletea ripoti kamili. Boutiques, magasins, pharmacies et autres activités sont fermées depuis la matinée. La société civile évoque des cas de torture, tueries et assassinats survenus entre le 2 octobre 2025 et le 5 janvier 2026 avec au moins 5 victimes recensées. Les habitants pointent du doigt dans la plupart des éléments de FARDC et de volontaires pour la défense du territoire VDP incontrôlé comme principaux auteurs de ces exactions. Ils sont également accusés de tracasseries, intimidation, extorsion, vol de bétail et violences sexuelles. Cette structure citoyenne s'inquiète du silence des autorités face à ces incidents.
Les forces vives de Lubero ont exprimé mardi 6 janvier leur inquiétude face à l'attitude des autorités communales et territoriales malgré les alertes répétées sur l'insécurité persistante. Une grève sèche. Selon la société civile, c'est suite à ces constats amers sur la situation sécuritaire qu'une grève sèche est décrétée dès ce mercredi sur toute l'étendue de la commune. Je cite, « Les forces vives de la commune de Lubero appellent dès maintenant toute la population à sécher toutes les activités socio-économiques et scolaires jusqu'à la satisfaction de nos revendications », a-t-elle déclaré. La population exige notamment la prise en charge des frais funéraires des victimes et le soutien aux familles survivantes, l'interpellation de l'administrateur militaire, des bourgmestres et des membres du comité local de sécurité, l'intervention de l'organe judiciaire local dans 72 heures et l'organisation d'audiences foraines, la délocalisation dans 72 heures du camp Maïmaï de Kassindié basé à Vukano, la démilitarisation de la commune par le cantonnement des militaires dans leur camp et la permutation régulière des unités déployées depuis longtemps. Dans le Grand Nord du Nord Kivu, les affrontements entre groupes Wazalendo mettent souvent en danger la vie des civils. À Butembo, dimanche dernier, les groupes du général autoproclamé Kakule Kaputu alias Tango Fort s'est affronté à celui de son rival Fiston Zoli. Le chef Maïmaï Tango Fort a été abattu lors de ces combats. Les forces vives de Vulamba ont condamné ces violences en milieu urbain, appelant les Wazalendo à privilégier la non-violence et le dialogue pour régler leurs différends. Isaac Bingeve pour Kivu Morning Post. Na mawakili wa Jenerali Yav Irunga wanapinga mamlaka ya mahakama kuu ya kijeshi na wanaomba aachiliwe huru, wakilaani kukamatwa kiholela na kuzidi kwa muda wa kizuizi cha kisheria. Mahakama itatoa uamuzi wake tarehe 20 Januari mwaka 2026. Fuateni hapa ripoti kamili. Katika kikao cha mahakama, mawakili wa Jenerali Yav waliomba mshtakiwa aachiliwe huru. Walisema mahakama haina uwezo wa kumhukumu kwamba rais hakujulishwa kuhusu kukamatwa kwake. Walilalamika pia kuwa wamekaa kizuizini zaidi ya miaka 12 bila kuruhusa ya kisheria. Ulinzi uliomba aachiliwe kwa sababu ya matibabu na kuondoa nyaraka zilizoandikwa na commission isiyokuwa ya kawaida. Lakini auditeur general wa FRDC alipinga hoja zote. Alisema mahakama iko na uwezo wa kusikiliza kesi na kwamba viongozi wa jeshi walijulishwa tangu Septemba mwaka 2022. Mahakama ilitangaza kuwa itatoa uamuzi wake tarehe 12 Januari mwaka 2026. Katika kikao hicho, mstakiwa wa pili dereva Chiboko Shauri Isa alikiri kusafirisha silaha mwaka 2021 kwa ajili ya waasi wa Twirwaneho kwa amri ya Jenerali Yav. Serikali inamshutumu pia kushiriki mikutano ya siri kwa lengo ya kugawanya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusafirisha madini kinyume cha sheria kuelekea Rwanda. Uamuzi wa tarehe 12 Januari utakuwa wa muhimu sana kwa kesi hii inayofuatiliwa na watu wengi. Katibu mkuu wa chama cha SID cha upinzani chake Martin Fayulu anasema mazungumzo ya kitaifa yatafanyika iwe Felix Tshisekedi anakubali au la, ili kupunguza mgogoro wa kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akiwa mbele ya umati wa watu huko Idiofa, katibu mkuu Devos Kitoko alisema Joseph Kabila kabla aliondoka madarakani baada ya kutaka kuyashikilia. Aliongeza kuwa kama Felix Tshisekedi atakataa mazungumzo, upinzani utatumia njia za kisiasa na kidemokrasia kumwondoa madarakani. Makamu wa waziri mkuu anayesimamia mambo ya ndani Shabani Luko Chakme
amekutana na balozi wa Zambia kusita kujadili usalama wa mipakani. Wamezungumzia ulinzi wa madereva na malori kwenye barabara ya Kolwezi Lubumbashi na maandalizi ya tume ya pamoja ya ulinzi na usalama kati ya DRC na Zambia ili kuratibu hatua za pamoja. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizo toka Kinshasa ndio tunakomesha habari za leo kunako Kivu Morning Post TV, tukitangaza moja kwa moja kutoka mjini Goma, mashariki mwa DRC. Tukutane kesho kwa habari zingine.